Luke Stats, Sport Next Level. Ndio data tumekuwa na maneno tu chini. Yeah. Kwa nini Simba hajaongea lolote juu ya dabi ya Kariakoo tarehe 25 wakati yeye alisema kwamba mechi yoyote itakayopangwa zaidi ya hapo haitambui, na pia alikuwa akisubiri tarehe 15 akaingiza timu yake ili acheze na Young Africans. Yeah. Sasa dabi tarehe 25 hatujaona kiongozi wa Simba yoyote akikataa ama akikubali akisema nini. Hatujaona pengine barua yoyote Simba akikanusha jambo lolote kuhusiana na dabi ya tarehe 25. Yeah. Ili tena najiuliza tafsiri yake Simba wamekubali kwamba tunacheza moja kwa moja, ungwana umetumika hapo, ama kuna nini hapa Simba ambacho pengine wanakifikiria hadi hivi sasa? Labda kitu cha kwanza anaweza kuuliza hata wewe. Kwani hapo kuna tatizo gani? Tatizo unaona kama lipo. Kwa nini mpaka sasa hizi hapo kimya kuonyesha kwamba na hao angalau wametuma ratiba? Kwa sababu kimsingi ni kwamba hawajatoa taarifa yote. Ndio. Kuhusiana na kile kilichotokea. Pengine kweli ilipaswa afanye hivyo kwa sababu ni wao ndio ambao ni wahusika katika mgogoro ule ambao watani zao wa jadi Yanga walikuwa wanavutana na bodi ya ligi kuhusu ratiba. Mechi baina yao ya Machi 8 ikapangwa Juni 15, hatimaye imepelekwa Juni 25. Lakini ni wao ndio waliotuma taarifa kwa umma wakisisitiza kwamba wao wanaitambua mechi ya Juni 15 na hawako tayari kucheza mchezo huu namba 184 kwa siku nyingine yoyote isipokuwa hiyo, na kwamba wanaendelea kujiandaa kwa mchezo huo, na wakaomba ridhaa ya wenye kuumiliki uwanja Benjamin William Mkapa, wizara inayohusika na habari, utamaduni, sanaa na michezo, kaonyesha kwamba wamepata idhini ya kutumia kwa mazoezi siku moja kabla ya mchezo kwa ajili ya kunufaika na kanuni ya 17 sura ya 5 kifungu cha 45 juu ya haki kwa timu ngeni kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Lakini baada ya tangazo la bodi ya ligi kwamba mechi iko Juni 25, hawajatoa taarifa kwa umma kuhusiana na msimamo wao ule waliotangaza awali. Pengine hapo ndo maswali yanaibuka. Lakini kunyamaza kwao umetoka kugusia. Pengine hawana tatizo kwa sababu ingekuwa wana protest, wanapinga, wangefanya kama ambavyo walishatuma taarifa kwa umma. Lakini uwezo kawapangia Simba management, idara inayohusika na mawasiliano kwa umma, uwezo ukawapangia kwa sababu mpaka sasa tunapozungumza sidhani kama kuna kanuni yote imekiukwa. Unajua Chris na watazamaji wako, kila jambo kwenye uendeshaji wa ligi kuu Tanzania bara linapaswa kuzingatia kanuni. Sasa kanuni za ligi kuu kwa mfano kuhusiana na taratibu za mchezo ni zipo katika sura ya 5, kanuni ya 17 ina vipengele kadhaa, si ndio? Ambao vinaainisha wajibu, kwa mfano wajibu wa mwenyeji katika kila mchezo, lakini wajibu wa kila timu kuelekea kwenye mchezo. Hapa tunapozungumza kwenye ratiba ya ligi kuu Tanzania bara, mchezo uliopo mbeleni sio dabi. Simba wana mechi dhidi ya Ken Gold, wana mechi dhidi ya Kagera Sugar, Yanga wana mechi dhidi ya Tanzania Prisons, wana mechi dhidi ya Dodoma Jiji, halafu ndio mechi ya mwisho ya Juni 25. Kuna mechi hapa Juni 18, Juni 22. Hapo vipi? Hapo sawa ndio. Lakini mzee data kuna jambo lingine hapa lipo kwamba lakini hii hapa tarehe 15 imepigwa sana promo hii. Mara tunacheza hivi na hivi, mara mambo ni mengi, msitizo mashabiki mnaruhusiwa kuja kwa wingi. Kwa hiyo sasa hapo labda watu wanajiuliza tarehe 15 hamasa ilikuwa ni nyingi kweli kweli. Ni kweli. Hapo maswali yanaendelea kuwepo, lakini kuna mengine yana majibu yake. Kwa mfano walichokuwa wakifanya Simba kuelekea Juni 15, sidhani kama walikuwa wanakiuka kanuni, ingawa sio mchezo wao wa nyumbani. Wenye mchezo ni Yanga. Lakini kanuni hizi za taratibu za mchezo kwenye kifungu cha 48 ya kanuni ya 17 inayazitaka klabu zote kuwa na wajibu wa kutangaza kila mchezo wake wa ligi kuu Tanzania bara kupitia kwa njia mbalimbali vikiwamo vyombo vya habari. Kwa hiyo inawezekana ukiwabana Simba kile walichokuwa wakifanya kuelekea Juni 15 ni wanatekeleza hii kanuni ya 17, na itaje kila mara kanuni ya 17 ambayo ipo katika sura ya 5 ya kanuni za ligi kuu Tanzania bara toleo la 2024 kifungu cha 48 ndio wajibu wa kila klabu katika ligi kuu Tanzania bara, kila mchezo wake inapaswa kuutangaza. Kwa hiyo na huu mchezo mwenyeji ni Yanga ule ambao ulipaswa kuwa Juni 15, lakini Simba ni mchezo wake ingawa ni mchezo wa ugenini
kanuni inamtaka awe anaufanyia promo kupitia njia mbali. Nafikiri kanuni hizi ndizo ambazo pengine zilikuwa zinahalalisha kile walichokuwa wakifanya Simba. Lakini tunafahamu vizuri Yanga wao baada ya bodi ya ligi kutoa tangazo la kwamba mechi sasa itachezwa Juni 25, na wametekeleza wajibu wao kama mwenyeji bila shaka. Kwa sababu ikumbukwe dabi ni mechi ambayo ni nzito, mechi ambayo inasubiriwa na wengi, na wao wakatoa mtazamo wao haraka sana, kwa sababu ikumbukwe kabla ya tangazo hilo la kwamba mechi imepelekwa Juni 25, Yanga ndio walikuwa wanatangaza kwamba wao dabi Juni 15 hawaitambui mchezo huo namba 184, kwa sababu hawakuwa wameridhika kwa nini mchezo huo uliahirishwa Machi 8. Lakini baada ya tangazo inaelekea wao wameridhika, na kwa haraka kabisa wameonyesha reaction yao kwamba wanajiandaa kwa mechi hiyo na kuwaweka tayari mashabiki wao. Lakini tusisahau hiyo Juni 25 katikati kuna mechi nyingine 2 kwa kila timu. Lakini kimsingi Yanga walichofanya ndivyo ambavyo pia inafanywa kwa mwenyeji, na ikikumbuka kwamba sio tu kwa ajili ya kufika siku ya mchezo, lakini kuna maandalizi kuhusiana na mechi hiyo ambayo mwenyeji anawajibu nao, ambayo hayo yameainishwa katika kanuni ile ya 17 juu ya taratibu za mchezo. Kifungu cha 48 kuna 1 2 3, yani 48 1 42 43 44 45 kuna majukumu pale. Klabu mwenyeji kwa mfano miongoni mwa majukumu yake ni kuhakikisha yale yote huduma kuhusiana na mchezo husika zinakuwa zimeandaliwa kwa usahihi. Hapa tunazungumzia masuala ya usalama na mchezo wenyewe kwenye uwanja penyewe pa kuchezea pawe pameandaliwa vizuri kukidhi vigezo vya kuchezewa kwa mechi za ligi kuu kwa msimu huu. Lakini pia tunazungumzia gari la wagonjwa ambulance, tunazungumzia daktari, tunazungumzia ball kids vijana wa okota mipira, tunazungumzia walinzi wa uwanjani stewards. Lakini vile vile kuna wajibu wa timu zote sasa, mgeni na mwenyeji, kwamba siku moja kabla ya mchezo au kuelekea mchezo kunakuwa na mkutano na waandishi wa habari, ambapo makocha wanahitajika kikanuni lazima, lakini na nahodha. Kama si nahodha basi mchezaji mwenye ushawishi kuelekea siku ya mchezo, ambayo kwa sababu mechi ni Juni 25 natarajia hayo labda yafanyike Juni 24, ambapo si mahala sahihi kwa sasa kuanza kuishangaa Simba kwamba mbona haifanyi hayo. Labda cha kushangaza ambacho pengine ilitarajiwa ni kwamba Simba kwa sababu yenyewe ilishatangaza kuwa haiko tayari kucheza nje ya Juni 15, alafu bodi ya ligi imetangaza Juni 25. Pengine Chris, watazamaji wako na pengine na wengine kwamba kuona sasa reaction ya Simba kwamba wako tayari kucheza Juni 25 au wamestick, wameng'ang'ania kuamini kwamba bila Juni 15 mchezo huo namba 184 kwao ni batili. Maana walisema kinyume cha tarehe ile ya Juni 15 ambayo ilitangazwa na bodi yenyewe ya ligi, kwao wao ni batili. Hawajatoa bado reaction yao, wako kimya, na nafikiri kwa kuwa kimya mpaka sasa sidhani kama wamekiuka kanuni yoyote. Hawapasi kulazimishwa, kwa sababu hawalazimishwi kikanuni juu ya kujibu kwamba sasa ratiba hii, ila kistaarabu au ilitarajiwa katika namna njema kabisa, at most good faith, kwamba watoe mrejesho wao. Wao wameamua kwa kimya. Kuna tatizo gani? Mimi nafikiri tuamini tu hivyo kwamba hakuna tatizo, kwa sababu vinginevyo kama kuna kuprotest kwamba hawako tayari kwa mechi, tayari wangekuwa wameshatoa andiko kama ambalo lilitoka taarifa kwa umma juu ya kuelezea msimamo wao kuhusiana na mechi ya Juni 15. Na hiyo ikitokana na kile ambacho wenyewe walikuwa na counter, wanajaribu kujibu kwa umma, kwa sababu watani zao jadi Yanga wao walikuwa wanasisitiza hiyo mechi haipo, wao kama wenyeji wenye mchezo huo namba 184. Na Simba kwa kuwa walikuwa wameridhia taarifa ya bodi ya ligi kwamba mchezo sasa utachezwa Juni 15, ndicho alichokuwa anakifanya kusisitiza kwamba mchezo uko Juni 15 kama bodi ya ligi, kwa sababu wanaunga mkono maamuzi ya bodi ya ligi, na hivyo watu wasihadaike na taarifa za watani za wajadi, japo hawakuwataja moja kwa moja kwamba mchezo huo haupo wa Juni 15. Lakini sasa bodi ya ligi hiyo ndio imepanga Juni 25. Pengine wakati ukifika watafanya kama walivyofanya wakati wakizungumzia mechi ya Juni 15, dabi ilipopangwa Juni 15 kuelekea siku hiyo. Ni mapema mno kufikia hiyo Juni 25, na tukumbuke, nasisitiza tena, katikati hapa kuna mechi nyingine, kuna mechi Juni 18, kuna mechi Juni 22. Kwa nini uanze kuwabana kuwazungumzia kwa mechi ambayo ni ya 3 kutokea sasa? Kwa nini uzungumzii? Hawajaposti chochote kuhusu mechi na Kagera Sugar, mechi na Ken Gold, unazungumzia mechi ya mwisho. Labda kwa sababu moja tu, kutokana na kile kilichotokea. Lakini kimsingi kwenye kanuni
mechi dhidi ya Ken Gold, mechi dhidi ya Kagera Sugar, treatment yake kikanuni ni sawa na mechi hiyo ya Juni 25 wanaocheza dhidi ya Yanga, ambapo mshindi anapata pointi 3. Ukifungwa unapoteza pointi 3. Ukitoa sare unapata pointi 1. Uzito ambao ni sawa na mechi dhidi ya Ken Gold, mechi dhidi ya Kagera Sugar, ingawa hii inaitwa dabi, lakini pamoja na kuitwa dabi kwa sababu inakutanisha wakongwe watani wa jadi Simba na Yanga, lakini kikanuni uzito wake ni sawa na hizo mechi mbili zinazofuatia za Simba dhidi ya Ken Gold, Simba dhidi ya Kagera Sugar, ama Yanga dhidi ya Tanzania Prisons, Yanga dhidi ya Dodoma Jiji. Nadhani tumeelewana vizuri. Vizuri kabisa. Kikanuni binafsi sioni kama kuna shida, ila katika ile hali ya kawaida ulitarajia, kwa sababu ni mechi ambayo walieleza mtazamo wao kwa umma kwamba wanapinga mechi yoyote ya dabi hiyo, mchezo namba 184 nje ya tarehe 15 Juni, basi huenda yatosha kwao kutoka tena kwa umma na kueleza msimamo wao kutokana na tangazo jipya la bodi ya ligi. Ila kikanuni sofa hawalazimiki katika hilo. Kwa mtazamo wangu. Nikushukuru sana. Shukrani jazilan. Mbwaduke Stats, Sport Next Level.